Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo ni siku njema sana ya Ijumaa, tunapoenda kwa Bwana kwa shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyoyatenda kwetu. Na tunasoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 22 mstari wa 29. Biblia inasema, tena mtakapomchinjia Bwana dhabihu ya shukran, mtamchinja ili mpate kukubaliwa. Waliambiwa watakapochinja sadaka ya shukrani kwa Bwana, moja ya kitu ambacho watapata ni kibali, watapata kukubaliwa. Sasa tunapoongelea kibali mbele za Bwana na tunapoongelea swala la kukubalika, ni kitu ambacho kimekuwa kikiwatesa watu wengi pasipokujua. Kwa sababu sio kitu ambacho mtu atatangaza kwamba hukubaliki wewe, ama mtu hawezi katangaza kwamba mimi sikukubali ama nimekukataa, mimi ndani ya moyo wangu sikupendi. Ni ngumu mtu kusema hivyo. Lakini kuna matendo ambayo huwa yanatokea, halafu mtu anakuja kusema, mimi baba ninadhani ya kwamba nimekosa kibali, nina roho ya kukataliwa. Lakini utaondokaje kwenye roho ya kukataliwa? Roho ya kukataliwa ni nini? Ni kukosa kibali, ni opposite, ni kinyume cha kukubalika, ni kukataliwa. Kwamba umeenda sehemu badala ya kukubalika, kupokelewa, kupendwa, unajikuta unachukiwa mahali hapo, hukubaliki. Bidhaa zako hazikubaliki, we mwenyewe haukubaliki. Kwenye mahali ulipoajiriwa hukubaliki. Yote hiyo ni spirit, ni roho ambayo wewe inakuja inamvamia mtu, ghafla hakubariki. Lakini unaweza ukaiangalia hiyo roho ya kutokukubalika, wewe mwenyewe tu angalia. Kuna baadhi ya watu ambao hata kisogelea unatamani aondoke. Kuna watu ambao hata biashara yake ikija huipendi, unataka ya huyu. Labda kuna kitu fulani mtu mmoja akileta, kuna bora angeleta yule. Sasa hivi kama vimeshawahi kukukuta, vinaweza vikaweza kutoa tathmini sawasawa ya kibali. Na vile ambavyo yamkini ulishatamani kwamba huyu mtu kwa nini ameleta yeye, kwa nini singeleta mtu mwingine. Vivyo hivi hata wewe yamkini umeenda sehemu, watu wakasema kwa nini amekuja huyu, kwa nini singekuja mwingine. Lakini kwa sababu hawasemi, kinabaki kuwa ni kitu cha ndani ya mtu. Unaanza kuona reactions, unaanza kuona vile watu ambavyo hawafurahishwi na wewe. Wapate wale watu wenye ambao hawana roho njema ndani yao, watakuonyesha dhahiri kabisa kwamba hawafurahishwi na wewe. Lakini ujue ni yote hiyo ni kukosa kibali. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinatufanya twende mbele za Mungu kwa ajili ya shukrani ni namba moja, kukubalika kwa Bwana. Kwa sababu hata kwa Mungu pia tunahitaji kibali, kukubalika. Watu wengine ambao wanaweza wakaenda mbele za Bwana, akamlilia Bwana, akaenda na hoja zenye nguvu, akasoma neno, akaenda vile vile, lakini akakosa kibali mbele za Bwana, akakataliwa mbele za Bwana. Lakini kuna mwingine anaenda kwa dakika moja, lakini ikiwa amepata kibali. Na ndio maana ukisoma, kama ni msomaji Biblia, utaona mistari mingi inasema, ikiwa mtumwa wako amepata kibali machoni pako, na umfanyie hivi na hivi na hivi na hivi. Mara nyingi tu, sehemu nyingi tu kwenye Biblia, hata ningeanza kuchambua hapa ni nyingi tu, ilikuwa ni kama kauli. Yamkini mimi zamani nilikuwa najiuliza walikuwa na maana gani kusema hivyo, lakini kumbe ni kitu kikubwa sana. Unaposoma Biblia unaona anasema hivi, ikiwa mtumwa wako amepata kibali machoni pako, na umtendee hivi na hivi na hivi na hivi. Mungu watu walikuwa wakienda mbele za Bwana wakiomba kwanza kibali. Ikiwa amepata kibali machoni pako. Kibali ni kitu muhimu sana, ambacho kibali kinaweza kukuketisha na wakuu. Kibali kinaweza kukufanya uingie mahali popote pale. Kibali unaweza kaingia nje ya utaratibu kwenye nani fulani, sehemu fulani. Unakuta hata Esther alipotaka kuingia kinyume na utaratibu kwenye nyumba ya mfalme, akasema hivi, utaratibu ni kwamba mfalme siwezi kuingia mpaka aniite hata kama ni malkia. Akasema lakini kwa kesi hii siwezi kukaa hivi hivi, kwa sababu kama nisipoingia inamaanisha tutauawa. Mordekai naye akasema sikiliza, pambana, jua ya kwamba haukuwekwa mahali hapo
kwa bahati mbaya uliwekwa kwa ajili ya nyakati kama hizi. Mungu alikuweka kwenye nyakati kama hizi ili uweze kusimama na Israeli, ili tusife. Basi akasema fungeni siku 3 na mimi nitafunga siku 3 nipate kibali. Walichokuwa natafuta ni kibali. Akasema nikipata kibali nitaingia kinyume na utaratibu. Wakafunga siku 3, wakaomba kibali kwa Bwana. Mungu alivyoachilia kibali kwao, wakaingia kwenye nyumba ya mfalme kinyume na utaratibu. Angalia alivyopata kibali. Ukisoma kitabu cha Esther anasema ya kwamba kipindi ameenda kinyume na utaratibu, mfalme ndio anasema sema utakacho, hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Yani anaangalia huyu mtu why yuko excited kumuona Esther, na wakati alikuwa na uwezo wa kumuita anytime kuingia. Kwa nini saizi yuko excited sana? Kwa nini saizi ana shauku kubwa hata kumwambia sema utakacho, hata nusu ya ufalme wangu nitakupa? Ni kwa sababu ya kile kibali ambacho aliingia nacho Esther. Sasa tunaona kwamba kumbe sadaka ya shukrani huwa inaachilia kibali. Kibali wapi? Mbele za Bwana. Kibali kazini kwako, kibali kwa mume wako, kibali kwa mke wako, kibali kwa watoto wako, kibali kwa majirani, kibali kwenye kazi uliyoajiliwa, kwa mabosi wako, kibali kwenye kila unachokifanya. Na ndio maana ukuta mtu analalamika, anasema baba mimi najitahidi sana kufanya vitu ofisini, lakini mbona watu hawaoni? Swala sio kutokuona, wanaona lakini hauna kibali. Kwa unapoenda mbele za Bwana kwa shukrani, unapata kibali. Unakuta mtu analalamika, mimi ndoa yangu, mume wangu amefanya hivi, harudi nyumbani, akirudi ni kibali. Ukipata kibali machoni pa Bwana, ukipata kibali hata machoni pa mume wako ama mke wako, atarudi tu, atakuona wewe ni potential, ataongea yale maneno aliyosema yule mfalme kwa Esther kwamba sema utakacho, hata nusu ya ufalme wangu. Lakini ukikosa kibali, utafukuzwa hata mahali ambapo ni haki yako uwepo. Ni kwa sababu umekosa kibali. Kwa hiyo tunataka tuende mbele za Bwana, tumshukuru Mungu kwa ajili ya wiki hii. Hii wiki Mungu ametenda. Hii wiki Bwana ametutetea. Kuna mambo mengi ambayo adui angeweza kuyaachilia kama uharibifu, lakini Mungu ametutetea. Bwana ametulinda. Jehova ametusimamia. Tumekuwa katika hali ambazo kama si Bwana asingekuwa upande wetu. Basi mimi na wewe leo tungesema ya kwamba Mungu ametutetea. Tuombe neema, tuombe shukrani, twende mbele za Bwana kwa shukrani, tupate kibali machoni pa Bwana. Lakini tumwambie Mungu asante kwa yale mambo makubwa ambayo umeyatenda. Kumbuka, swala la shukrani Mungu huwa analitarajia litoke kwa watu wake. Kwa hata hivi leo mbingu zinasubiri watu wake waseme asante. Leo hii mbingu zinasubiria sadaka za watu wake zitakabali hiyo sadaka ya shukrani ambao watu wake wanasema asante. Kwa sababu ni siku ambayo tumeiteua kwamba hii ndio siku ya kusema Mungu asante. Na Bwana akatuambia, akatufunulia kwamba hakikisheni mna ibada ya shukrani ifanyeni siku ya Ijumaa. Kwa nini? Kwa sababu ni Bwana amesema kwamba tumshukuru yeye. Biblia inaeleza dhahiri kabisa ya kwamba tunaposhukuru tunatengeneza mwenendo wetu wa baadaye. Tunaenda mbele za Bwana kwa shukrani. Na ni shukrani ni kitu ambacho Mungu anakisubiria kutoka kwa watu wake. Na ndio maana hata wale wakoma walioponywa, Yesu alieleza ya kwamba wako wapi? Kenda ambao hawajaja kushukuru. Umekuja kushukuru wewe Msamaria mmoja tu. Wengine wako wapi? Alikuwa anatarajia ya kwamba baada ya kuwa hawa watu wamepona watarudi kwa shukrani. Lakini wale wengine yamkini hawakufundishwa kwa habari ya shukrani, yamkini hawakuwa na ufahamu. Na ndio maana hizi ibada miaka tunafanya, lakini lazima tukumbushane kwa neno kwamba kuna umuhimu wa kwenda kushukuru. Kwa sababu mpaka hivi leo kuna mtu ana miaka anaisikiliza hii ibada na hatoi sadaka ya shukrani. Yani bado hajaguswa mpaka leo. Nini maana yake? Huyu mtu kuna namna vitu vyake vimeshikiliwa. Kuna namna adui anapambana na yeye. Kuna namna shetani hataki huyu mtu apate fursa. Kwa sababu hiyo atamzuia. Kwa hiyo ni lazima uelewe Biblia inaeleza nini kwa habari ya shukrani. Biblia inaeleza nini kwa habari ya sadaka ya shukrani.
kwamba unapoenda mbele za Bwana kwa shukrani unapata kibali, kwa sababu Biblia inasema njoni malangoni kwangu kwa kushukuru, nywani mwangu kwa kusifu. Nini maana yake? Kuna baraka, kuna neema malangoni. Ili malango yafungue ni lazima mtu mmoja aende mbele za Bwana kwa shukrani. Kwa tunataka twende mbele za Mungu tukamshukuru. Swala la kushukuru ni jambo ambalo hata Yesu mwenyewe ametufundisha kwa mifano. Kati ya matukio makubwa aliyoyafanya, ambayo ni pamoja na kumfufua Lazaro, ni tukio kubwa la kibiblia ambalo pia linatengeneza mark ya uwepo wa Kristo Yesu katika huduma yake ya kipindi hicho. Ni pamoja ni kumfufua Lazaro, lakini tunaona alienda mbele za Bwana kwa mlango wa shukrani. Lakini pia tunaona kati ya tukio kubwa la kihistoria kibiblia ni Yesu kuongeza mikate, na mikate michache kalisha makutano, na vile visamaki vichache vikalisha makutano. Angalia, alienda kwa shukrani. Unaona kuna mambo mengi ambayo Yesu alisema aliyafanya kwa shukrani. Akasema, Baba asante, Baba asante. Kwa tunapoona Yesu hakuomba ongezeko, alienda kusema shukrani, halafu ongezeko likatokea. Maana yake ni nini? Sio sahihi kwenda kumwambia Bwana kuongezee. Hebu nenda nyumbani mwake ama nywani mwake kwa shukrani. Shukrani inaleta ongezeko. Kama ndani yako kuna vitu vimekufa, unaona kabisa mme wako kuna vitu vimekufa, mahusiano yamekufa, hebu mtolee sadaka ya shukrani. Hebu nenda mbele za Bwana kwa shukrani. Vilivyokufa vitafufuka. Kuna mahusiano yamekufa ya uchumba, hebu nenda mbele za Bwana kwa sadaka ya shukrani, yale mahusiano yataamka tena. Kuna mambo hayaendi, nenda mbele za Bwana kwa shukrani, yatanyanyuka tena, yatainuka tena. Nataka mtu mmoja ashike sadaka yake ya shukrani, twende mbele za Bwana. Wakati naomba, ndani ya moyo wako uwe tayari unawaza ni sadaka gani iliyo njema ya kumtolea Bwana kwa ajili ya kumshukuru. Lakini pia kuna watu ambao moja kwa moja wameona vitu vikitokea ndani ya wiki hii. Usikae kimya, usikae kimya, shukuru. Kuna mwingine ambaye moja kwa moja ana kitu cha kusema. Kuna namna ambapo Jumanne kuna jambo lilitokea, Alhamisi kuna jambo lilitokea, Jumatano kuna jambo lilitokea. Hebu nenda mbele za Bwana kwa shukrani. Tunapoenda mbele za Bwana kumshukuru, tunatengeneza jambo kubwa sana katika ulimwengu wa roho, ambalo yamkini ndio sababu ya shetani kuzuia baadhi ya watu wasiwe wanajihusisha kabisa na sadaka za shukrani, ila anasikiliza hadi mwisho. Nataka twende mbele za Bwana tumshukuru Mungu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, tunakuja mbele zako kwa shukrani, tukisema asante kwa ajili ya siku njema ambayo umeifanya siku ya leo, kutupa neema na kibali cha kuja mbele zako kwa shukrani, kushukuru kwa ajili ya matendo makubwa uliyoyatenda wiki hii. Roho Bwana, asante kwa maana yapo tuliyoyaona na yapo ambayo hatujayaona, lakini umeyatenda. Vipo vitu ambavyo tumevishuhudia na vipo vitu ambavyo hatujavishuhudia, lakini Mungu umetenda. Uaminifu wako kwetu ni mkuu. Uaminifu wako kwetu ni ngao na kigao. Baba, tunakuja mbele zako, tunakushukuru sana. Tunasema asante kwa matendo yako makubwa. Asante kwa uponyaji wako. Umetulinda Mungu wetu. Kama si wewe uliyetutetea mabarabarani humo ambapo adui alitegesha ajali mbalimbali, wewe ukazitegua zile ajali. Umefanya adui aonekane mjinga machoni pake mwenyewe. Kwa ajili ya wewe uaminifu wako kwetu, tunakushukuru sana Mungu wa kweli. Asante kwa rehema zako Bwana. Tunakuja mbele zako nywani mwako kwa shukrani. Tunasema asante Mungu wa kweli. Umetuponya, umetulinda, umetuhifadhi wiki nzima. Tumeyaona matendo yako makuu wiki nzima. Bwana, umeturehemu Bwana, hata pale tulipofanya maovu, rehema zako zilibaki kuwa nyingi. Ulitutakasa kwa damu yako ili adui asipate nafasi. Ukatuosha kwa rehema zako ili ukafute mashtaka ya nguvu za giza, ili tubaki kuwa salama. Umetupa neema Roho Bwana. Tunakushukuru Mungu liye. Kama sio wewe Bwana uliyekuwa upande wetu kututetea, Roho Bwana umesimama pamoja nasi. Umetufundisha, umetutia nguvu wiki hii. Umetuonyesha njia itupasayo kuienenda. Umetubariki kwa baraka za rohoni na mwilini. Baba, tunakuja mbele zako kwa shukrani. Tunasema asante kwa matendo yako makubwa. Umelinda familia zetu, umelinda watoto wetu,
umelinda nyumba zetu, umelinda biashara zetu, umelinda kazi zetu. Mungu wetu wa kweli, tunakushukuru sana. Umetupa afya, umetupa amani, umetupa ushindi kwa jina la Yesu. Umetupa mahusiano, umetupa uchumba, umetupa ndoa, umetupa kila kitu ambacho Mungu aliye hai tulikitamani. Umeachilia machoni petu. Baba, nakushukuru sana. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, tunakuja mbele zako tukiwa tumeshika sadaka zetu za kukushukuru wewe. Roho Bwana, tunaomba ukazitakabali sadaka hizi ziwe manukato katika kichoko cha enzi. Roho Bwana, tunaomba sadaka hizi kanena yaliyo mema. Ninalibariki na kuliinua jina lako Mungu wa kweli. Pokea sifa, heshima na utukufu Mfalme. Asante kwa neema izidio sana. Asante kwa kibali chako Mfalme. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa maana unatuhesabia ni yule mmoja aliyerudi kukushukuru wewe baada ya kutendewa mambo mengi. Nasi tumerudi kama yule mmoja Msamaria aliyerudi kukushukuru katikati ya wakoma 10 walioponywa. Sisi ni kati ya yule mmoja aliyerudi kukushukuru wewe na kusema asante kwa ajili ya wiki hii. Umetenda mambo makubwa Mungu wetu. Umetulea, umetulinda, umetutetea, umetufunika katika mbawa zako kama kuku afunikapo vifaranga vyake. Umetulinda na kututetea wiki hii Bwana. Tunakuja mbele zako kwa shukrani. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu na katika damu ya mwanakondoo. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima vyote ni vya kwako wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana, na utashika sadaka yako njema ya shukrani, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama ukaachilia sadaka yako kwenye namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.